Kenya zaidi ya 200 walio nchini Afrika Kusini watoa maombi ya kutaka kurejeshwa Kenya kufuatia maandamano makubwa yanayoendelea kuwafurusha wahamiaji wa kigeni nchini humo. Wakenya 26 tayari wamewasili nchini na wengine 63 wakitarajiwa kuwasili leo. Hali inaendelea kuwa tete katika taifa hilo la kusini mwa Afrika, huku wahamiaji wasio na vibali wakipewa makataa ya kuondoka. Maelfu ya waandamanaji wakiwa wamejifunika bendera za Afrika Kusini walitembea miji mikuu ya nchi hiyo. Maandamano hayo yaliandaliwa dhidi ya wahamiaji wasio na hati halali, hasa katika miji ya Durban na Johannesburg, ikiwa ni mwisho wa waandamanaji kuondoka nchini humo. We are tired of illegal immigrants who have flocked our country, numbers in the millions. Actually, nobody even knows how many of them are here walking around undocumented. We want government to treat illegal immigration in South Africa as an invasion of the country, and we want government to start massive deportation of illegal immigrants. We want government to take this matter seriously. Kuanzia mwezi Aprili, inaripotiwa kuwa watu 5 waliuawa wakati wa maandamano hayo yalipozuka, biashara zikisalia kufungwa, huku viongozi wa maandamano hayo wakikana kuwa hawakuhusika na vita dhidi ya wahamiaji. They hit me and a big stick like this. Doc, I can't move, I can't walk properly. On 19 around upper level, they forced us to go out, criminal shooting. Most of the time, like me, most of the time I'm always awake because we don't know when they're going to attack us again. They've been here twice, so we don't know when they're going to attack us again. So we can't all sleep. Some people sleep for a few hours, you wake up, we also have to sit and watch. Roslyn Njogu, katibu wa mashauri ya nchi za kigeni, amesema kuwa kando na Wakenya 26 waliofika nchini, wengine 63 wanatarajiwa kuwasili leo hii. Prioritized in our evacuation the neediest cases. So in that group we had largely mothers with young children, women and children first, and then we do have others following later. They were received this morning by our team from the State Department for Diaspora Affairs, which includes our counseling professionals and other teams who are able to debrief them and work with them and see how to support them going forward. Kwa sasa ikibainika kuwa ni vigumu kwa wahamiaji wote wakiwemo walio na vyeti halali wakifurushwa vile vile, idara ya mashauri ya kigeni ikisema kuwa Wakenya 27,000 wanaishi na kufanya kazi Afrika Kusini, huku takwimu zikionyesha kuwa wahamiaji nchini humo ni takriban milioni 3. In terms of businesses, this is something that we're going to continue to sit and see, perhaps working with our State Department for MSMEs to see how it is that we're able to support these returning entrepreneurs and see how we could potentially help them establish those businesses here in Kenya.